Wakati tunaanza wiki mpya na tunaenda kuendelea kusikiliza kesi ya P Diddy, naomba nikupe recap ya siku mbili za wiki iliyopita kati ya tarehe 15 na tarehe 16, kitu gani kilitokea mahakamani na kesi iliendaje. 15 mwezi wa 5 mwaka 2025. Ikumbuka hii ni siku ya 4 kwa kusikilizwa kwa kesi hii, na kizimbani bado tunaishahidi kesi Ventura alikuwa ex wake na P Diddy. Sasa ni zamu ya wanasheria wa P Diddy kumfanyia cross examination au kumuuliza kesi maswali, kwa sababu ni shahidi kutoka kwa upande wa prosecutors. Wanasheria wa P Diddy walianza kwa kumuuliza kesi kwamba yeye alikuwa akirudi kwenye mahusiano na P Diddy kwa miaka 11 na alikuwa anahisi kwamba anapendwa na anampenda P Diddy. Kesi alijibu ndio, na hili swali lilikuwa very strategic kutoka kwa wanasheria wa P Diddy, kwa sababu wanajaribu kucontrol narrative na kuonesha kwamba kesi alikuwa ni mtu ambaye yuko na maridhiano na alikuwa anakubali kuwepo kwenye hayo mahusiano. Wanasheria wa P Diddy walikuwa wamebase sana kwa ushahidi wa text messages ambazo zilikuwa kati ya kesi na P Diddy, na baadhi ya message hizo zilikuwa zinaonesha kwamba kesi alikuwa akimwambia P Diddy yuko tayari kufly au kusafiri kwenda sehemu yoyote ile endapo P Diddy atamtaka. Lakini kwenda further, kuna baadhi ya message ambazo zilikuwa zinamuonesha kesi akikubali au akiinitiate na kuwa interested na hizo freak offs ambazo alikuwa anasema kilazimishwa. Na hapa naomba ni mquote message moja hapo. Alisema kwamba I quote, "I love our freak offs when we both want it." Katika huu ushahidi wa messages kulikuwa kuna message ambazo zinaonesha concern ya kesi kwa P Diddy kuwa na wanawake wengi including Gina na Kim Porter. Kim Porter huyu ni baby mama wake na P Diddy ambaye amezaa naye wale watoto mapacha wawili, na hivyo kesi alikuwa anahisi kwamba yeye pia amekuwa tu among other girlfriends. Na kuna muda pia kesi alikuwa akilalamika kwamba P Diddy anatoka kwake anaenda kwa Kim Porter pale anapojisikia na kumuita soulmate. Kwa hiyo alikuwa anajisikia vibaya. Ndani ya miaka 11 aliyokuwa nayo anaona kwamba alikuwa anachitiwa kama another girlfriend. Wanasheria wa P Diddy walikuwa wanatumia hii text message kama strategic way ya kuonesha kwamba huenda kesi alikuwa na wivu, anaonea wivu wanawake wengine wale ambao walikuwa na date na P Diddy, na ndio maana anafanya hivi vyote, anatoa ushahidi wote and whatever. So kesi akasema hapana. Lakini pia wanasheria wakamuuliza kwamba alikuwa anafahamu kuwa requirements mojawapo ya kuwa girlfriend wa P Diddy ni kukubali kuwepo kwa wanawake wengine, lakini ukiachana na hivyo requirements nyingine, unajua kabisa kwenye haya mahusiano kutakuwa na freak offs, yani lazima ni participate kwenye freak off. Lakini kesi akasema hapana, sikuwa najua, lakini niliendelea kujua baada ya kuingia kwenye mahusiano na P Diddy. Kesi aliendelea kujibu kwamba alikuwa anakubali na kuonekana kwamba yuko excited na hizo freak offs kwa sababu alikuwa hataki kumuudhi P Diddy, na alikuwa anataka kuona kwamba yeye ana cooperate, na kuna muda alikuwa ana hiyo tabia ya people pleasing, anataka kumridhisha P Diddy na ili mambo yasiwe mengi. Lakini wakati wanasheria wa P Diddy wakiendelea kusoma hizi evidences za messages, kesi aliraise concern na kusema kwamba wanasheria wa P Diddy walikuwa wanaruka baadhi ya messages ambazo pia zingekuwa zinaonesha kipindi ambacho yeye kesi alikuwa yuko down na hataki kushiriki kwenye hizo freak offs. Na baadhi ya maswali alikuwa ameulizwa kesi ni pamoja na matumizi ya madawa ya kulevya alikuwa anatumia P Diddy, na hapa walimuuliza kwamba P Diddy akitumia madawa ya kulevya anakuaje, na kesi aliwajibu kwamba anakuwa ni mtu wa tofauti na anakuwa very violent. Hili swali it's very strategic. Kwa nini? Kwa sababu wanasheria wa P Diddy wanajaribu kutengeneza narrative kwamba huenda ikawa ni kwa shinikizo la madawa ya kulevya ndio maana P Diddy alikuwa violent. Inawezekana sio character yake, sio vile P Diddy alivyo, kwa sababu wanajaribu kuonesha kwa jurors kwamba P Diddy alikuwa ni mtu mmoja vile anajali, ni mtu mmoja ambaye ni sweet. Na baadhi ya messages ambazo walikuwa wanaonyeshwa kwenye hiyo court kama ushahidi ni pamoja na zile message ambazo zilikuwa zinaonyesha concern ya P Diddy akimwambia kesi kwamba anampenda. Na hapo kwenye madawa ya kulevya, kesi aliulizwa kwamba kama kuna muda alikuwa anachukua madawa ya kulevya bila kulazimishwa na P Diddy, na kuna muda alikuwa anachukua madawa ya kulevya kutoka kwa P Diddy bila P Diddy mwenyewe kufahamu, kwa sababu inaonekana Diddy alikuwa ana stock ya hizo dawa za kulevya. Na hapa kesi alisema ndio, kuna muda alikuwa anachukua na kuna muda alikuwa anatumia drugs na rafiki yake ambaye anaitwa Miss Carey Morgan. Baadaye wakawa wanasheria wakamuuliza, je, walishawahi kukutwa yeye na Miss Carey na P Diddy wakiwa wanatumia hizo dawa za kulevya? Kesi akasema ndio, P Diddy alishawahi kukuta Miss Carey na yeye wakiwa wanatumia dawa za kulevya. Na hapo ndipo P Diddy akachukua henga ambayo ni zile henga kama za mbao, akampiga nayo kichwani Carey. Hapa wanasheria walikuwa wanajaribu kuonesha concern kwamba P Diddy kuna muda alikuwa hataki kesi atumie dawa za kulevya, hataki awe addicted, kiasi kwamba alienda further na kuongea na hawa dealers ambao wanauza dawa za kulevya kwenye alipokuwa anakaa kesi, ili wasiwe wanamuuzia kesi ili asiwe addicted, kwamba P Diddy alikuwa na concern na afya ya kesi. Lakini kwenye issue ya P Diddy kumpiga Carey Morgan ambaye ni rafiki yake na kesi, Carey alienda akawafungulia kesi.
meaning kwamba aliwafungulia kama demand kwamba anataka pesa kiasi fulani, na Casey aliulizwa kama ulilipa. Ndio, alilipa. Na hapa akaulizwa kama je, mahusiano yake yeye na Carey Morgan yaliendelea, akasema hapana. Baada ya hapo urafiki wao ukawa umeisha kwa sababu Carey alikuwa hataki tena kuendelea na whatever that is going on kati ya P Diddy na Casey. Again, hili swali ni strategic. Kwa nini? Wanajaribu kuonesha kwamba sio muda wote Casey alikuwa anatumia madawa ya kulevya kwa kulazimishwa na P Diddy, kwamba kuna muda Casey alikuwa yuko very much interested yeye mwenyewe kutumia drugs. Wanajaribu kuonesha jurors kwamba Casey sio kwamba innocent kama vile anavyojaribu kujiweka au kama vile anavyojaribu kuelezea kwenye ushahidi wake. Tarehe 16 mwezi wa 5 mwaka 2025, hii ni siku ya 5 ya kusikilizwa kwa kesi ya P Diddy. Kizimbani tena alirudishwa Casey ili kuendelea kujibu maswali ya wanasheria wa P Diddy. Siku hii wanasheria wa P Diddy walijaribu kuingiza topic ya mume wake na Casey ambaye sasa hivi anaitwa Alex Fine, na walimuuliza kwamba kama kuna siku ambayo alishawahi kulala na P Diddy na baadaye akafacetimiwa na Alex kipindi ambacho alichokuwa na date, na huyo Alex alikuwa hafahamu kama P Diddy na Casey walikuwa pamoja na walilala wote siku hiyo. Casey alijibu akasema hakumbuki kama au hajui kama Alex Fine aligundua iko kitu, lakini she went far na kuelezea kwamba kuna siku P Diddy alishawahi kwenda nyumbani kwa Casey alipokuwa anaishi na Alex Fine kabla ya wao kuoana, na alimbaka Casey vibaya na kuondoka. Hili swali pia ni strategic kwa wanasheria wa P Diddy kwa sababu unajaribu kuonesha kwamba despite ya Casey kumove on na kuwa na mwanaume mwingine, bado alirudi kwa P Diddy na kulala naye na kuonesha kwamba huyu ni mtu ambaye alikuwa yuko much interested na P Diddy. Lakini Casey alijibu kwamba yes, I used to be craving of that. Nilikuwa na crave hiyo attention ya P Diddy back then, lakini kwa sasa hivi nimesha grow na sioni kama nilikuwa na crave. Naona ni mtu ambaye nilikuwa niko na triggers, bado narudi kwake kwa sababu I was not okay. Sheria wa P Diddy wali bring up kuhusiana na mashtaka aliyoyafungua Casey against P Diddy na kutaka kulipwa kiasi cha pesa, na baada ya siku moja ya kufungua hayo mashtaka, P Diddy akawa amesettle hiyo lawsuit kwa kumlipa Casey dola milioni 20. Kwa hiyo wakamuuliza kwamba kabla ya kufaili ile lawsuit ulikuwa una tour ambayo ulikuwa unategemea kusafiri na kufanya hiyo tour. Akasema ndio, na akasema baada ya kufaili ile lawsuit na wewe kupata pesa baada ya kulipwa, haukwenda tena kwenye hiyo tour. Kwa nini haukwenda? Au kwa sababu ulikuwa tayari umeshapata pesa ambazo ulikuwa unazihitaji? Hapa wanasheria wa P Diddy walikuwa wanajaribu kuinsinuate kwamba Casey alikuwa na uhitaji mwingi sana wa pesa, ndio maana akaenda kumfungulia Casey P Diddy. Lakini Casey akasema kwamba hapana, at that time baada ya kufungua Casey ya P Diddy alikuwa anapitia vitu vingi sana mentally, kwa sababu alibidi ajieleze kwa watu, aeleze vitu ambavyo alikuwa amevipitia kwa miaka mingi sana. Kwa hiyo hakuwa kwenye state of mind ya kumfanya yeye aende tena kwenye hiyo tour. Ndio ilikuwa muda wa mwisho wa Casey kusimama kizimbani, kwa sababu aliomba mahakama kwamba asitestify kwa muda mrefu kwa sababu siku zake za kujifungua zilikuwa zimekaribia. Shahidi namba 4 akapandishwa kizimbani. Huyu ni mchunguzi wa masuala mazima ya biashara haramu ya kusafirisha watu, na huyu aliulizwa baada ya kukamatwa kwa P Diddy walienda wapi. Wakaeleza kwamba walienda nyumbani kwa P Diddy na kufanya uchunguzi na kuangalia vitu ambavyo viliko ndani, kwa sababu lazima watafute ushahidi. Kwa hivyo walivyoenda kule walikutana na dawa za kulevya, walikutana na chupa nyingi sana za mafuta, zile ambazo tulikuwa tunaziona kwenye social media kipindi kile P Diddy amekamatwa, na wakasema kwamba walikuta begi ambalo lilikuwa lina pesa, lakini vile vile ndani kulikuwa kunaonekana kuna vitu au kuna elements ya vitu vinavyoonyesha kwamba kulikuwa kuna mwanamke anayeishi na P Diddy. Shahidi huyu alikuwa anaenda kuonesha kwamba kweli P Diddy alikuwa anatumia madawa ya kulevya, na kweli P Diddy alikuwa na stock ya madawa ya kulevya mengi. Kwa hivyo kutengeneza eton kwamba ni mtu ambaye alikuwa lazima atumie hizi substance na lazima atumie hizi substance kwenye mambo ya freak off pamoja na mafuta. Kwa hiyo kunajaribu kutengeneza kama tone fulani hivi kwa jurors waweze kumuona kwamba P Diddy ni mtu wa aina gani. Siku hiyo hiyo akapandishwa kizimbani shahidi namba 5 kutoka kwa upande wa prosecutors ambao wanamshtaki P Diddy, na hapa huyu leo tunaye mwanamuziki kutoka kwenye kundi la P Diddy kwenye Diddy Dirty Money. Natumaini wote tutakuwa tunawakumbuka wale wadada wawili. Sasa mdada mmoja anaitwa Don Richard, huyu sasa ndio ushahidi ambaye alipandishwa kizimbani. Na hapa Don Richard alikuwa anaelezea yeye experience yake ambayo alimuona P Diddy na Casey, na akasema kwamba kuna siku walikuwa nyumbani kwa P Diddy na walikuwa na record, na baadaye akamuona kwamba P Diddy anampiga Casey na alimpiga vibaya sana mpaka Casey alikuwa amedondoka chini, na akasema kwamba hivi vitendo sio vilikuwa vinatokea mara moja au mara mbili, vilikuwa vinatokea mara kwa mara. Wanasheria wa P Diddy walitaka huu ushahidi utolewe kwa sababu wanaamini kwamba kama Don Richard ameelezea hii incident na Casey hakuwahi kuelezea hiyo incident aliyoelezea
kuelezea, inamaanisha hiko kitu kinawezekana kaa hakijatokea, na kwa nini kesi hakuelezea hiyo incident kwenye ushahidi wake. Paul Richard alishuka kizimbani na kutegemewa kurudi leo Jumatatu kwa ajili ya maswali zaidi na cross examination, lakini pia mashahidi pia ambao tunawategemea kuona katika kesi hii ambao wanatoka kwa upande wanaomshtaki P Diddy sasa ni pamoja na Miss Carey, yule ambaye ni rafiki yake na kesi, na tunategemea kuona kwamba ataelezea incidents nyingi ambazo ziliwatokea, kwa sababu kesi alikuwa ni rafiki wa Carey na Carey alikuwa anaambiwa vitu vingi sana vya kesi, na vitu ambavyo vilikuwa vinamtokea kesi at that time Carey alikuwa na vijua vingi. Kwa hiyo let's wait for today tuone court itaendaje. Nitaendelea kuwapa updates after 2 days. Bye.